Mimi jana nimesikiliza interview na leo nimezifuatilia mitandaoni ya Rais Karia. Sijui kwa nini amefanya vile. Sijajua mpaka sasa hivi najiuliza why. Mpaka ameenda kutoa statement kama zile, kwa nini? Anataka kutuambia nini? Lakini nikisikiliza na nikisoma body language, ni kiburi cha madaraka. Madaraka yakisha kulevya, unadhani unaweza kusema jambo lolote lile, unadhani unaweza kutenda chochote kile. Madaraka yakisha kulevya, tukishaona ile wewe ni superior na watu wengine wote hawajui kitu, unaweza kusema chochote. Kusema hiki kinachofanyika ni ujinga na utoto ni dharau, ni ulevi wa madaraka. Kusema mwende mkacheze sinema zenu ni dharau, sio heshima. Hata hizo sinema ni industry kubwa. Mimi mwashangaa hawa wacheza film. Nilitegemea watoe statement wao kwanza, chama chao, waigizaji. Kwa hiyo sinema ni jambo la hovyo, linaingiza mapato makubwa kwa nchi. Rais wa nchi kacheza film. Wacheza film duniani ni matajiri kuliko wacheza mpira. Unasema mkacheze sinema, maana yake unadharau industry hawa. Unadharau kazi kubwa waliofanya waigizaji wa Tanzania. Unaona ni jambo la ovyo ovyo hivi. Lakini nani atatoka kumjibu? Watu wanaogopa kufungiwa. Viongozi wa vilabu vyetu ni waoga. Kisha tengeneza mazingira, ukimjibu ukisema unafungiwa. Wanaogopa. Lakini walipaswa wao viongozi wa Yanga watoe statement immediately baada ya kauli ile. Lakini nani atakuwa atamvisha paka kengele? Waoga wa kufungiwa. Hata sisi wengine nothing to lose. Mimi nifungia hata miaka milioni. I don't care. Nafanya shughuli nyingine na mambo mengine, napata riziki katika njia nyingine. Hata mkisema bwana mdau afungiwe, I don't care. Lakini nasema kwamba hili jambo amekosea na ni dharau kwa mpira.